Naitwa George Semsela, ni mratibu afya ya akili katika halmashauri ya jiji la Tanga. Tunaposema afya ya akili tunaweza kuangalia afya ya akili ni nini, lakini afya ya akili ni ustawi wa kila mtu kwa maana ya utambuzi na kujitambua. Afya ya akili kwa hiyo ni hitaji la kila mtu anatakiwa awe na afya ya akili. Maana ya afya ya akili ni hali inayomwezesha mtu kujitambua kuhusu uwezo wake, vipaji vyake, udhaifu, kudhibiti na kuhimili changamoto za kawaida za kimaisha na kufanya shughuli za kimaisha na kuchangia katika familia na jamii kwa ujumla. Ni uwezo wa mtu kujitambua, kuwa na uwezo wa kujitambua, kuwa na uwezo wa kutambua kipaji chake, kuwa kutambua udhaifu utakapojitokeza, waweza kwake mwenyewe au kwa kikundi kilichopo, lakini aweze pia kudhibiti na kuhimili hizo changamoto za kawaida za kimaisha na hali kadhalika na aweze kufanya shughuli za kimaisha na kuchangia katika familia, jamii au kwa taifa. Mitazamo ya jamii kuhusu changamoto za afya akili. Ipo mitazamo mingi. Wengi wa jamii wanajua kabisa wakipata changamoto za afya akili ni kwamba amelogwa. Huo ni mtazamo mmojawapo mkubwa ambao unatawala jamii. Lakini kuwa wengine wanakuwa na sema kama akiwa na afya ya akili basi akiwa na changamoto za afya akili kwamba huyo mtu ana akili nyingi. Huo ni mtazamo mwingine. Lakini mtazamo mwingine ambao jamii inasemea sana ni kuhusu laana. Mtu akishakutwa na tatizo la changamoto za afya akili kwamba yule mtu ana laana, aidha ukoo au baada ya jambo fulani amelaniwa na wazazi wake kwa wamefanya kitu fulani, kwa hiyo ile ni laana. Huko mtazamo huo. Lakini kuna mtazamo wa imani za kidini. Watu wanasema ni mapepo yamewatawala, yamemwingia yule mtu, imani za kidini. Lakini kuna kuwa na mtazamo wa kuwa na mawazo hasi. Mawazo hasi ni pale mtu anapoona kwamba mtu ameshapata changamoto za afya akili, anakuwa hajitambui chochote, kwamba mawazo yake yule ni hasi, hayazalishwi, hayana uzalishaji katika jamii. Lakini sio kitu sahihi kusema kwamba mtu akishakuwa na mawazo, imani za kidini ni mapepo, sijui ukoo, laana, kuwa na akili nyingi au kulogwa. Hizo ni mitazamo tu, lakini haina uhalisia katika sayansi. Tuende sasa kwenye vitu vya kisayansi vinavyo vyanzo vya changamoto za magonjwa ya akili. Chanzo cha kwanza ni kuhusu biolojia. Biolojia ni jinsi wewe ulivyoumbika, ulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu, kuanzia tumboni kwa mama mpaka unazaliwa. Chanzo kingine ni upande wa saikolojia. Kuna mambo mengi yanaathiri ubongo, lakini kuna mambo ya kijamii ambayo yanaendana sana sambamba katika vyanzo vinavyoashiria kupata changamoto za afya ya akili. Sasa tutaanza na sababu za kibiolojia za afya ya akili ni zipi? Za kibiolojia kwa nimesema ni maumbile kama jinsi ulivyoumbika. Ukipata jeraha hususani la kupelekea kupasuka kichwa, kumwaga damu sehemu za kichwa, kupata majeraha ya pikipiki, majeraha ya gari, majeraha yoyote au jeraha ajali yoyote, ukaumiza sehemu za kichwa au ukavunjika miguu, utakuwa na mawazo mengi. Lakini uvimbe uliojengeka sehemu za ubongo, kuna watu ambao wanazaliwa na uvimbe. Kwa hiyo anapoendelea kukua uvimbe unaendelea kukua, unakuja kuathiri sehemu kubwa ya ubongo. Lakini mtoto anazaliwa na ulemavu wa kutokuelewa, ulemavu wa akili, vitu kama hivyo, tahira ya akili tunaita. Na kingine ni kurithi vinasaba vya wazazi. Babu alikuwa na changamoto za afya ya akili, mjukuu anaweza akaja akapata changamoto za afya ya akili. Lakini mtoto asipate changamoto za afya ya akili, mjukuu akaja akapata changamoto za afya ya akili. Hapo ndipo unapoingia ile wazo potofu la kusema kwamba huyu mtu amelogwa, kwa sababu katika familia yetu haipo tatizo hili la kuchanganyikiwa. Hakika amerithi kwa babu aliyemzaa baba, aliyemzaa mama, mama akajamzaa mtoto, mtoto akamzaa mjukuu, mjukuu anakuja kupata changamoto za afya ya akili. Lakini magonjwa, maradhi mbalimbali, magonjwa kwa mfano magonjwa ya ukimwi, magonjwa ya uti wa mgongo, magonjwa ya kifua kikuu, yote haya yanaweza kuwa magonjwa sugu kwa lugha nyepesi, magonjwa sugu au chronic condition. Haya magonjwa ambayo yanakuja kuathirisha ubongo. Nafika wakati mtu anawaza mengi, anafikiri, anaingia kwenye msongo wa mawazo, anapata changamoto za afya akili kwa kuugua kwa muda mrefu bila matibabu sahihi. Madawa ya kulevya. Madawa ya kulevya ni chanzo kikubwa sana kwa upande kinachoharibu mwili kuanzia ubongo mpaka mwili. Kwa hiyo yote haya yanachangia kupata changamoto za afya akili. Lakini madhara yatokanayo na sumu kwenye vyakula. Ukila chakula chenye sumu una uwezo kupata changamoto za afya akili, kwa sababu sumu itaingia kwenye ini inakuja kwenye ubongo, tayari unaanza kuchanganyikiwa. Utapiamlo. Tukiingia kwenye utapiamlo
pia ni chanzo kikubwa sana ambacho kinasababisha watu wengi wanaingia kwenye changamoto za afya ya akili bila kujijua kama changamoto inatoka utapiamlo. Na kingine ni udhaifu wa kemikali za ubongo. Unapozaliwa unakuwa na kemikali za ubongo. Hizi kemikali ndio zinatoa tafsiri ya mambo tunayofanya. Kwa hiyo ikifika wakati unatoa tafsiri tofauti, sisi wataalamu tunasema kwamba kemikali fulani itakuwa imeathirika. Ni matibabu gani tutakupatia? Tunaangalia ile kemikali iliyoathirika. Ndio tunakupatia matibabu iendane sawa na ile kemikali ambayo imeathirika. Si kemikali zote zinaathirika. Katika kemikali 3 au 4 basi mojawapo zikawa imeathirika. Tunaweza kuangalia inaathirikaje hiyo kemikali kufikia hatua kuonyesha dalili za kuchanganyikiwa akili. Hiyo ni sababu ya kibiolojia. Sababu za kijamii, malezi mabovu katika familia zetu. Mtoto tunalea vibaya watoto. Mtoto akichezea nyeti tayari wewe unakwenda unamtandika fimbo. Kwa hiyo baada akishafika umri fulani wa kujitegemea, kutafuta mwenzi wake, tayari hahitaji mke, hahitaji mume. Kwa hiyo tayari malezi kule tangu anazaliwa. Wazazi kutengana, utengano wa wazazi. Ndoa nyingi zinapokufa katika familia. Kwa hiyo hii pia inasababisha upande mmoja ukalemewa, alikuwa unamtegemea mwenzie akamuacha, tayari anaingia kwenye msongo wa mawazo, anapata changamoto za afya ya akili. Kukosa maelewano ndani ya ndoa. Kukosa maelewano maeneo ya kazi. Inafika wakati kazini pia mnaanza mnakosa maelewano na kiongozi wako anayekuongoza. Kiongozi kati ya mtumishi na mtumishi, basi unatoka pale ukiingia ni unanuna kuanzia mwanzo wa masaa ya kazi mpaka mwisho wa masaa ya kazi. Yote haya yanaweza kupelekea ukaanza kupata changamoto za afya ya akili, hususan msongo ya mawazo sehemu za kazi. Unyanyapaa na manyanyaso. Haya ni vianzia vikubwa sana tunapoingiza unyanyapaa katika malezi yetu watoto, makuzi, tunaingia kwenye changamoto hizi za kuchanganyikiwa. Kuna wale waliofungwa magerezani kwa muda mrefu kufikia hatua mpaka kutakiwa kunyongwa. Kwa hiyo wale watu wanaingia kwenye msongo wa mawazo, wanapata changamoto za afya ya akili. Hali masuala ya kijamii, kuzidiwa na majukumu ya kijamii. Majukumu inafika wakati mtu anamzidi, akishamzidi anakosa atatue lipi, aache lipi. Kwa hiyo tayari huo ni aina fulani ya msongo wa mawazo ambao unamwathiri mtu. Ugumu wa maisha. Hii tunasema ni ugumu wa maisha. Kuna watu wanasingizia kwamba ugumu wa maisha ni kipengele kimoja hapo kubwa kinasababisha changamoto za afya ya akili. Sahihi, kwa sababu inafika wakati maisha ni magumu, hujui unaanzia wapi, hujui ni la kwako, hutaki kuomba ushauri kwa mwenzio. Kwa hiyo hapa tayari unaanza kuumiza ubongo unaingia kwenye msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo ni msukanyiko wa mawazo mwili kwenye ubongo. Kupotelewa na mali au ndugu wa karibu. Baba ndio nguzo ya familia, amegongo la gari, amefariki. Mama ndio kiungo cha familia, amefariki kwa ghafla. Watoto bado ni wadogo. Mtegemezi uko chuoni, uko kazini, tayari mtegemezi wako ndio amefariki. Kwa hiyo yule mtegemezi anafariki. Akishafariki tayari hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuendelea na hii kazi na hizo huduma za kukusaidia. Kwa hiyo tayari wewe ambao ulikuwa unasaidika na hiyo nguzo imetangulia mbele za haki, basi wewe tayari unaanza kuyumba, unaingia kwenye msongo wa mawazo na kuchanganyikiwa akili. Ukija kwenye sababu za kisaikolojia, ubongo unafika wakati unapata makwazo aidha yawe magumu au mepesi, lakini kwazo ni kwazo. Likisha kupata kwazo, ukishaliruhusu likiingia kwenye ubongo, linaenda kuathiri hizo kemikali za ubongo, tayari wewe mtu ataanza kuchanganyikiwa. Kukosa namna ya utatuzi wa mapema wa jambo fulani. Una changamoto imekusibu, unakosa utatuzi, labda una kesi mahakamani, kesi inafikia stage inatakiwa kunyongwa au kufungwa, unakosa utatuzi. Kwa hiyo unaweza kufika wakati ukaingia kwenye changamoto za kuchanganyikiwa kwa upande wa kisaikolojia. Mitazamo potofu. Hali halisi. Kuna mtu mwingine anakaa hapa anaona vitu vya kutisha. Anaona bibi aliyefariki miaka mingi iliyopita, babu aliyefariki miaka mingi iliyopita anamuona. Au inafika wakati anasikia sauti za mtu anayemuita, anayemtambua, na kweli anazitii zile sauti. Lakini kuna wakati hiyo ni mitazamo potofu, imani za kishirikina, imani za kiimani. Mtu anaweza kusema mimi ni mtume, mimi hapa ni Yesu, mimi hapa ni Mungu. Kwa hiyo vitu kama hivi vyote hizo ni imani, mitazamo potofu. Kukosa hamasa. Inafika wakati mtu mwingine anakosa hamasa. Hizo sababu za kisaikolojia. Haiba ni hulka. Kila mtu ana hulka ya mtu. Kuna hulka tofauti. Kuna hizi hulka, kuna wale watoto ambao wanaanguka mashuleni, hysteria. Ile ni hulka ya mtu. Lakini kuna wale watu wana hulka za usafi. Kuna wale watu wana hulka za uchafu. Hizi ni hulka za mtu
kuna huka za kuongea sana, kuna huka za kusema sana, kuna huka za kufanya shughuli sana. Kwa hiyo lakini akipata changamoto huyu mtu tayari tunaita ni personality disorder, ni haiba asili ya mtu alivyo, personality disorder. Kushindwa kuhimili hali nzito ya jambo kama kuumwa au kuuguza. Nafika wakati unaumwa sana au unauguza muda mrefu mpaka mafedha au za kiuchumi, hali ya kiuchumi inashuka, inatokea hali ya uchumi katika familia, tayari unaingia kwenye changamoto. Wewe mwenyewe unauguza, hali ya uchumi kumuguza mtu unashindwa, unaanzia wapi? Huna fedha, unaingia kwenye kuchanganyikiwa akili. Wapi wa kupata huduma za matibabu ya afya akili? Huduma za matibabu ya afya akili hupatikana katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya, kuanzia ngazi ya zahanati mpaka hospitali. Ukienda kwenye zahanati ilipo karibu utapata huduma ya afya akili. Ukienda kwenye ngazi ya kituo cha afya utapata huduma za afya akili. Katika halmashauri yetu ya jiji la Tanga tuna vituo karibia 33 vinatoa huduma za afya akili, zahanati pamoja vituo vya afya na hospitali. Vituo vya afya viko 7, hospitali ziko 2 kuu. Kwa hiyo zote hizo zinatoa huduma za afya akili. Tanga tunazo hospitali 2 za serikali zinatoa huduma za afya akili. Moja iko kule Masiwani na nyingine niko Bombo. Kwa hiyo hizo hospitali za serikali ambazo zinatoa hizi huduma za afya akili. Hospitali ya wilaya Masiwani Shamba na hospitali ya rufaa Bombo kitengo cha utengamao kinatoa huduma za utengamao kwa wale waraibu wa dawa za kulevya. Tukienda pale tutapata huduma hizi za wale waraibu wa dawa za kulevya kupata matibabu. Lakini tukienda kwenye kitengo cha wagonjwa afya akili tutapata huduma masaa 24. Tunao nyumba za utengamao binafsi sober house. Tuna nyumba ya utengamao binafsi Gateway Rehabilitation Center ambayo iko kule Mkanjuni, lakini tuna sober house 3, moja iko kule Makini, 2 ziko pale Mwakidila, moja iko kule Sahare. Tunazo asasi za nyumba za 3 za watu binafsi kwa ajili ya waraibu wa dawa za kulevya, maeneo Makidila B, Sahare, Kange Jeshini kwa ajili ya waraibu wanaokunywa dawa za methadone kule Bombo. Tuna jitihada gani sasa za kuweza kutatua hata changamoto za afya akili? Jitihada za mtu binafsi. Lazima wewe mtu binafsi mwenye changamoto za afya akili kwanza uweke jitihada wewe binafsi. Kuna wengine wanajitambua, mimi sasa hivi nakosa usingizi, anachukua hatua za kwenda hospitalini. Mwingine anakosa kabisa, yule mtu simtambui, ni mtu anataka kunipa sumu. Kwa hiyo chukua hatua binafsi. Kuwa na maelewano mazuri katika ndoa, jamii, sehemu za kazi. Jiepushe na tabia hatarishi. Dhibiti msongo wa mawazo. Jitahidi kuwa na ufanisi sehemu za kazi. Kuwa na tabia ya kuwatembelea wenzetu, epuka upweke. Upweke ni chanzo kikubwa sana cha tatizo. Una changamoto za afya akili na msongo wa mawazo, ukishajifungia chumbani ndio umejipa fursa sasa ubongo useme na wewe, ukupe maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo epuka upweke. Jitahidi kuwa na kiasi katika mambo yote, kuwa na kiasi. Lakini pia tuepuke na vilevi. WHO, shirika la chakula duniani, wameweka kiwango cha unywaji wa vitu vya starehe. Kwa mwanaume anatakiwa anywe chupa 2 kila siku, wala ambao wanakunywa kila siku. Lakini kwa mwanamke anatakiwa anywe chupa 1 tu, isizidi chupa ya 2. Hivyo ni viwango vya WHO ambao wameweka viwango vya utumiaji wa hivi. Ndio maana mpaka sasa hivi vilevi vinaruhusiwa kuingia kwa sababu vimeruhusiwa na WHO. Lakini sasa madhara yake ni yapi? Ukinywa leo chupa 1, kesho utakunywa ya 2, kesho kunywa ya 3, utakuwa ni mraibu tayari. Ukishaingia kwenye uraibu tayari unakuwa wewe ni mraibu wa kupindukia. Huwezi kuridhika na chupa 1. Kwa hiyo ni vizuri tu ukaepuka kilevi. Shirikisha wataalamu wa kisaikolojia kuweza kupata msaada zaidi. Endapo utakutana na hizo changamoto ambazo tumezitaja, basi usisite kwenda kwenye vituo hivi vya kutolea huduma na kwenda kushirikisha changamoto ulizokuwa nazo. Usikae na kitu chako moyoni, wala usianze kwenda kwa mganga kienyeji, atakupoteza na kupotosha. Usisikize maneno ya watu, njoo katika vituo vya kutolea zile imani potofu, mitazamo potofu tumesema. Kwa hiyo ili usifuatilie. Kwa hiyo njoo kwenye vituo vya kutolea huduma ili uweze kukutana na mtaalamu wa kisaikolojia aweze kukusaidia kuondokana na imani za kirogwa, kuondokana na imani sio za kuwa na akili nyingi, kuwa na sio ni laana ya kiukoo, sio ni mapepo. Ondokana na hizo imani potofu. Kwa mwaka mzima tuna wagonjwa 3885 kwa mwaka mzima. Kwa hii kota ya mwisho, hii kota kuanzia mwezi wa 10, 11 hadi 12, tuna wagonjwa 1068 ambao hawa ni wale tu ambao wamehudhuria kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma. Kwa hiyo bado hali ya afya ya akili, changamoto za afya ya akili kwa Tanga jiji bado uelewa bado ni mdogo sana. Na changamoto hii ni kubwa sana. Katika watu 8, 4 wana changamoto za afya ya akili. Hiyo ni takwimu ya watu ya WHO. Katika watu 8, 4
basi wana changamoto za afya. Sasa hapo ulipo jiangalie, wewe mko wangapi mlipo? Watu 4, watu 8, 10, basi 2 katika hao wana changamoto za afya ya akili. Kwa sababu gani? Kwa sababu viashiria vya changamoto za afya ya akili tunavyo, tunatembea navyo, tumezaliwa navyo. Tunavyo, na ndio maana inafika wakati mtu alikuwa asubuhi vizuri saa 6 ana changamoto. Ameshinda vizuri asubuhi, amelala asubuhi, akija kazini ana changamoto. Kwa hiyo zote hizo viashiria tunavyo sisi wenyewe. Kuna lugha potofu ambazo zinaingia mtaani kwamba kila mtu ni mgonjwa wa afya ya akili. Hakuna tatizo, hakuna kichaa, hakuna dishi limeyumba, hakuna sijui kitu gani. Yale majina yale ni unyanyapaa. Tuepuke na yale majina ya ubaguzi na unyanyapaa. Hakuna kitu kama hicho. Ni changamoto za afya ya akili. Hakuna dishi limeyumba, hakuna sijui kitu gani, majina mengi yako mtaani huko.